asifiwe sana mwana wa Mungu, na kila sababu ya kumshukuru Mungu tena ambaye ameweza kutupa neema na kibali cha kuweza kujifunza neno lake katika siku hii ya leo. Lakini pia nikushukuru wewe ambaye unaendelea kutufuatilia kupitia YouTube channel yetu ya Hekima Ministry. Mungu akubariki na azidi kukufundisha sawa sawa na mapenzi yake. Na katika siku ya leo namshukuru Mungu kwa kuwa ametupa kuwa na kichwa cha somo kinachosema litumie neno la Mungu likuvushe mahali ulipo leo. Litumie neno la Mungu likuvushe mahali ulipo leo. Mstari utakao tuongoza unatoka katika kile kitabu cha Zaburi sura ya 107 na mstari wa 19 mpaka 20. Zaburi 107 mstari wa 19 mpaka wa 20. Nami nitasoma. Inasema, ndipo walipomlilia Bwana katika shida yao, naye akawaokoa kutoka katika taabu yao. Akalituma neno lake na kuwaponya, akawaokoa kutoka katika maangamizo yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika jioni hii ya leo Mungu ametupa neema ya kututazamisha juu ya neno la Mungu. Ni kwa namna gani ambavyo neno la Mungu lina uwezo au lina nguvu kufanya kazi katika maisha yetu na kutoa mahali pale tulipo. Sasa unaweza ukawa unapita katika hali ambayo si nzuri kwa sasa, au ukawa unatamani kuvuka katika kiwango kingine, kwamba mwanzoni nilikuwa ninamjua Mungu kwa kiwango hiki, lakini katika mwaka huu natamani kuongezeka zaidi katika kumjua Mungu. Au katika mwaka jana nilikuwa kiwango fulani cha elimu, lakini katika huu mwaka natamani kumuona Mungu akinipandisha zaidi na zaidi, nikauone utukufu wake zaidi. Sasa ni kitu gani ambacho unakihitaji? Unalihitaji neno la Mungu, ndilo pekee lenye uwezo wa kukuvusha na kukusaidia wewe kufika pale ambapo unatamani kufika na ambako ni kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukifuatilia maneno ya Mungu haya katika hichi kitabu cha Zaburi, inatuonyesha wazi ya kwamba Mungu anapotaka kukusaidia au Mungu anapotaka kushughulika na kile kitu ambacho unakitamani kifanyike katika maisha yako, jambo la kwanza Mungu analolifanya, anakutumia neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ukifuatilia vizuri katika hii Zaburi ya 107, ukisoma kwenye ule mstari wa 20, anasema akalituma neno lake na kuwaponya, akawaokoa kutoka katika maangamizo yao. So kilichosaidia wale kutoka katika ile maangamizo na kuwasaidia wao kutoka katika ile taabu yao ilikuwa ni nini? Lilikuwa ni neno ambalo Mungu aliwatumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma neno Mungu inasema kwamba basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia kunatoka wapi? Kusikia hutoka katika neno la Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ukichukua neno ukaplus na imani yenye vitendo, majibu unayoyapata unapata majibu. Kwamba ukichukua neno ukaplus na imani yenye matendo ni sawa sawa na majibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba umelisikia neno la Kristo, baada ya kulisikia neno la Kristo ukaliamini, na baada ya kuliamini likaleta matokeo kwenye maisha yako. So kinachoweza kubadilisha maisha yako wewe na kukutoa katika hatua hiyo uliyopo na kupeleka katika hatua nyingine ya kielimu, hatua nyingine ya uchumi, hatua nyingine ya kumjua Mungu, hatua nyingine ya maisha, ni mpaka pale ambapo utakapolipa neno la Mungu nafasi katika moyo wako, utakapolipa neno la Mungu nafasi ya kufanya kazi katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa nini? Kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo unakiamini kile ulichokisikia. Umesikia nini? Umelisikia neno ndilo ukaliamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa problem yetu imekuwa ni pale ambapo badala ya kulitafuta neno la Kristo ili liweze kutusaidia kutuonyesha kwamba katika hili tunafanyaje, kwamba katika haya maombi natakiwa niombaje, kwa sababu neno la Mungu linatakiwa likuongoze. Tumekuwa tukiwafuata watu na kuwauliza kwamba rafiki yangu, katika hili jambo nafanyaje, katika hiki kitu navukaje. Tumeenda kuwafuata watu na kuwaomba ushauri, lakini hatukwenda kwa neno la Kristo kwanza ili kujua kwamba katika hili Mungu anasemaje, kwa sababu pumzi ya Mungu ni lile neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia unapoichukua ukaisoma leo pasi na kuvuviwa na Roho Mtakatifu, yale yanakuwa ni maandiko tu, lakini yale maandiko yanapokuja yakavuviwa na Roho Mtakatifu
tayari ile linakuwa ni neno ambalo utakapolitumia ni tofauti na ungelitumia kama likiwa bado halijavuviwa na Roho, likiwa bado ni maandiko. Lakini likishavuviwa na Roho likawa neno, tayari lina uwezo wa kubadilisha maisha yako, tayari lina uwezo wa kukufikisha mahali pale Mungu alipokukusudia. Hasa the problem imekuwa ni pale mtu anaweza kujiuliza kwamba mbona mimi nalitumia neno la Mungu halinivushi? Mbona nalitumia neno la Mungu halinitoi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine? The problem ni nini? Umelitumia neno la Mungu kama maandiko, umelisoma likiwa kama maandiko, likiwa halijavuviwa na neno, likiwa halijavuviwa na pumzi ya Mungu, likiwa halijavuviwa na Roho Mtakatifu. Kwa sababu Roho Mtakatifu anapolivuvia hilo neno, ndipo hilo andiko ndipo linageuka na kuja kuwa neno ambalo lina uwezo wa kuleta impact kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unalihitaji neno la Mungu, na neno la Mungu lina uwezo wa kukuvusha. Kwa sababu gani? Ukisoma neno la Mungu katika kile kitabu cha Isaya 55 na mstari wa 11, neno la Mungu linasema kwamba ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure. Anasema bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yote niliyolituma. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu anapolituma neno lake, uwe na hakika ya kwamba lile neno linapokuja katika maisha yako halitakuacha jinsi ulivyo. Lile neno litakapokuja ndani ya maisha yako litaachilia mabadiliko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Mungu mwenyewe ameshasema ya kwamba ndivyo litakavyokuwa neno lake. Neno lake lipi? Linalotoka katika kinywa chake, kwamba atakapolituma hilo neno lije lishughulike na hiyo hali unayoipitia leo, atakapolituma hilo neno lije lishughulike na masomo yako, atakapolituma hilo neno lije lishughulike na biashara yako, atakapolituma hilo neno lije lishughulike na hali unayoipitia leo, atakapolituma hilo neno lije lishughulike na kiwango chako cha kiroho, uwe na imani ya kwamba lile neno lazima litatimiza kile Mungu alichokituma. Kama ni Mungu amesema ya kwamba ni malango yako yafunguke, uwe na uhakika ya kwamba hilo neno litakapokuja katika maisha yako, hayo malango yako yatafunguka. Kama ni uchumi wako umefunga, uwe na hakika ya kwamba neno la Mungu litakapokuja katika huo uchumi litaufungua tena huo uchumi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tulitumie neno la Mungu kutusaidia sisi kuweza kuvuka katika viwango vingine vya kiroho. Tulitumie neno la Mungu kuweza kufanikiwa katika maisha yetu. Tulitumie neno la Mungu katika kumuona Mungu. Tulitumie neno la Mungu kutoka katika vifungo na mateso yote ya adui. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Mungu anapolituma neno lake haliji bure. Kama haliji bure, huwa na hakika pia halitamrudia bure, kwa sababu lile neno litakapokuja litahakikisha mpaka limetimiza kile Mungu alicholituma. Litahakikisha mpaka limekutoa hapo mahali ulipo. Litahakikisha mpaka limekupandisha katika kiwango kingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unalihitaji neno la Mungu sana kuliko hata unavyohitaji kitu chochote. Unalihitaji neno la Mungu sana kuliko hata unavyohitaji kula. Bwana Yesu asifiwe sana. Unalihitaji sana neno la Mungu ili likusaidie. Unalihitaji sana neno la Mungu ili likuinue. Bwana Yesu asifiwe sana. Asa Mungu anaposema kwamba neno la Kristo nalijee kwa wingi ndani yenu. Unapojewa neno la Mungu, hata Roho Mtakatifu anapotaka kuzungumza na wewe, anapotaka kuachilia mafunuo juu yako, itakuwa ni rahisi wewe kuweza kumuelewa Mungu. Kwa sababu gani? Mungu hata kujibu nje na neno lake. Uwe na hakika na hicho kitu. Kwa hata Roho Mtakatifu atakapotaka kukusemesha, atakusemesha kupitia neno lililopo. Sasa kama ndani yako utakutwa huna neno, itakuwa ni vigumu sana hata Roho Mtakatifu atakapokuwa akizungumza na wewe kuweza kumuelewa. Lakini utakapokuwa umejawa na neno la Mungu ndani yako ambalo limevuviwa na Roho, hata Mungu atakapotaka kusema, Roho Mtakatifu ndani yako atadondosha neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Atakapolidondosha neno, na wewe itakuwa rahisi kulipokea. Kwa sababu gani? Lile neno ndani yako limejaa. Kwa kazi itakuwa inafanyika ni kufungua tu faili ya maneno. Bwana Yesu asifiwe sana. Na utajikuta kila siku Roho Mtakatifu Mungu anafungua vitu ndani yako kwa namna ya tofauti sana. Kwa sababu gani? Ndani yako umejawa na neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hasa anaposema tujawe na neno la Mungu ndani yetu, ina maana kwamba neno la Mungu ndio taa ambayo huweza kuleta mwanga katika giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma maneno ya Mungu kutoka katika kile kitabu cha Zaburi 119 na mstari wa 105, neno la Mungu linasema kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu na ni mwangaza wa njia zangu. Bwana Yesu asifiwe sana.
au ni mtunzi wa Zaburi anasema kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu na ni mwangaza wa njia zangu. Neno la Mungu linapokuja kwa wingi ndani yako, neno la Mungu linapojaa kwa wingi ndani yako, linaachilia mwanga sehemu ambapo kulikuwa kuna giza, linaachilia mpenyo sehemu ambapo kulikuwa hakuna mpenyo, linaachilia ufahamu sehemu ambapo kulikuwa hakuna ufahamu. Kwa nini? Neno la Mungu ni taa. Taa siku yoyote, wakati wote, taa ambapo inapofika katika giza, hata liwe ni giza kubwa kiasi gani, ile taa itaachilia mwanga. Kama ulikuwa umeshindwa kutembea kwamba hauoni mwanga, ile taa linapokuja pale na kuachilia ule mwangaza, tayari una uwezo wa kuona, una uwezo wa kwenda mashariki, una uwezo wa kwenda magharibi, una uwezo wa kwenda kaskazini, na uwezo wa kwenda kusini. Kwa sababu gani? Tayari kuna taa ambayo imeachilia mwangaza mbele yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapokuwa na neno la Mungu litakapojaa kwa wingi ndani yako, inakupa hata kuwa na msimamo katika imani yako. Tumekuwa na watu wengi ambao leo wanatangatanga, hawajui waende wapi. Wanajua tu kwamba Mungu ni Mungu, tunatakiwa kumwabudu. Lakini kuwa na Mungu haimaanishi kwamba hata kama ni madhehebu mengine au ni sehemu nyingine wanamtangaza Mungu, haina maana kwamba ndio uende kila sehemu. Kwa sababu gani? Roho zipo. Biblia inasema kwamba tuwe makini katika nyakati hizi, kwa sababu ni nyakati za uovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo haina maana kwamba mtu tu anahubiri utamsikiliza, lakini natakiwa neno la Mungu likuongoze. Hata aina pia mtu wa kumsikiliza, aina ya mtu kukuongoza kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu you never know roho ambayo inafanya kazi nyuma ya yule mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapoeleza neno la Mungu ndani yako, linakusaidia kuwa na msimamo wa imani yako, linakusaidia kuwa na msimamo wa kuendelea kumwamini Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ile neno litaachilia mwanga ndani yako. Kama ni mwanzoni ulikuwa hujui ufanye nini, kama ni mwanzoni ulikuwa hujui unatakiwa kupita njia gani, tayari neno la Mungu litakapokuja litakuachilia mwanga ambao utakusaidia kuweza kujua ni wapi upite. Kama ulikuwa unahitaji aina fulani ya maarifa kukuvusha, kukupeleka kiwango kingine, ulikuwa hauna, lakini neno la Mungu linapojaa ndani yako linaachilia ule mwangaza wa kuweza kuona njia pale pasipokuwa na njia. Wakati wengine wanalalamika hawaioni njia, wewe utakuwa ukiendelea kumtukuza Mungu na kumwambia Mungu asante, kwa kuwa si nguvu zangu wala si uwezo wangu ulionipa haya, lakini ni neema yako ambayo inanipa kila siku kunifunulia ukuu wako. Ni neema yako kila siku inayonipa kuona uaminifu wako. Wakati wengine hawaoni, wewe fungua macho, mimi ninaona. Kwa nini? Kwa sababu neno la Kristo limejaa kwa wingi ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kitu unachokihitaji sana, unalihitaji neno la Mungu. Hapo ulipo kama leo, unalihitaji neno la Mungu likuvushe. Hayo magonjwa ambayo yanakusumbua leo, unalihitaji neno la Mungu ili likuvushe. Kwa hiyo jifunze kumwamini Mungu, lakini neno la Mungu lijae kwa wingi ndani yako. Anasema neno la Kristo na lijae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa neno la Mungu linapojaa kwa wingi ndani yako, linakupa prosperity. Neno la Mungu linapojaa kwa wingi ndani yako, linakupa mpenyo. Neno la Mungu linapojaa kwa wingi ndani yako, linakuachilia nuru ya kuona mbele. Neno la Mungu linapojaa kwa wingi ndani yako, linakuachilia na kukupa imani ya kuendelea kumwona Mungu licha ya changamoto unazokuwa ukipitia. Kwa jifunze kutafakari maneno ya Mungu. Ukisoma katika kile kitabu cha Yoshua 1:8 anamwambia kwamba kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku. Unapoyatafakari maneno ya Mungu kila siku, unapochukua kila siku nafasi hata kwa dakika chache kumtafakari Mungu, lile neno ulilolisoma katika ile siku ya leo, katika hiyo siku ambayo umelitafakari, uwe na hakika ya kwamba kidogo kidogo hivyo ndivyo unavyozidi kujawa, na the more unapoendelea kufanya, ndipo unapoendelea kuiona shauku na kiu ya kutamani kumjua Mungu zaidi ikiendelea ndani yako. Kwa hiyo jifunze kumtafakari Mungu kila siku, jijaze na neno la Mungu ili likusaidie hata unapopita katika changamoto, hata unapopita katika hali ngumu, umuone Mungu katika hiyo hali unayopitia. Umuone Mungu katika hizo changamoto. Umuone Mungu katika huo ukuta ambao unaona kama huwezi kuvuka. Umuone Mungu. Nikutakie jioni njema, neema na mkono wa Mungu apate kuwa juu yako. Mungu akusaidie na azidi kukupa neema ya kuendelea kumtafakari na neno lake lijae kwa wingi ndani yako. Na Mungu akubariki. Amen.